Kuna baadhi ya picha za mastaa zinakuwa na ukumbusho mkubwa sana, hasa hizi picha zinazohusisha familia, yani wazazi wanakuwa na mtoto wao. Mara chache sana unaweza kuta picha kama hii ya pamoja ya watoto wa mastaa au wazazi na mtoto wao wakiwa wote ni mastaa. So leo nakuletea listi ya picha nzuri zaidi za familia ambazo zimewahi kupigwa na mastaa wa Bongo wakiwa wazazi pamoja na mtoto. So hapa tunaanza kumtazama Nandy Billnass wakiwa na mtoto wao Naya Bill ambaye mpaka sasa ametimiza miaka 3. Ni kitu ambacho unawapongeza Nandy na Billnass kwa sababu uhusiano wao, ndoa yao inaendelea kuwa imara zaidi, na ukiangalia mtoto anakuwa katika malezi ya baba na mtoto, ni kitu ambacho kinapendeza sana. Mtoto anamuona baba kwa wakati wote na anamuona mama kwa wakati wote, na ukiangalia furaha ya mtoto ni kubwa sana pale ambapo anakuwa na wazazi wake wote kwa pamoja. Mara nyingine Billnass anampeleka shule, Naya hata mama pia huaga anafanya hivyo, na wakati mwingine ndo anamwacha na yule dada yao. So hii picha ilipigwa 2024, ilikuwa ni birthday ya Naya Bill, ilikuwa ni birthday ya pili kama sikosei. Unaweza kuona namna ambavyo Nandy na Billnass walikuwa na furaha sana. So hii ni miongoni mwa picha nzuri sana ambayo inahusisha familia nzima ya Nandy pamoja na mtoto wao, lakini pia kuna baadhi ya picha nyingine ambazo zinamuonyesha akiwa na baba tu peke yake na nyingine zinamuonyesha akiwa na mama tu peke yake. Anapata upendo kutoka kwa wote, lakini kitu ambacho kinawachanganya watu kwa mtoto huyu ni namna ambavyo amefanana na wazazi wake. Yani wananzengo wanashindwa kuelewa kwamba Naya amechukua sura ya mama yake kwa asilimia ngapi na baba yake kwa asilimia ngapi. Alivyoonekana kwa mara ya kwanza, watu walitaja kwamba amefanana na mama yake sana, wengine wakasema amefanana na baba yake, lakini ambao walisema amefanana na baba yake ndio walikuwa wengi sana. Lakini sasa hivi ndio kama sura ya Nandy inaanza kuja sasa moja kwa moja alivyoanza kukua. Kwa unaweza kaona Naya amechukua ule muonekano wa mama yake sasa hivi kwa asilimia kubwa sana. Ni kitu ambacho kinavutia kuona mastaa wanakuwa na furaha kama hivi, wanakuwa kwenye familia ya pamoja. So ni kitu ambacho kinavutia sana, na ukiangalia namna ambavyo Naya na Nandy wanakuwa pamoja ni kitu ambacho kinavutia sana sana. So Naya ndo ambaye tumeanza kumtazama kwenye hii siku ya leo, ambaye picha yao inayovutia zaidi ni hii kama ambavyo tumeicheki baada ya kumtazama sasa Nandy na Naya na familia yao. Picha nyingine ya ukumbusho ambayo imepigwa na familia pamoja ni picha za Maradi pamoja na mume wake na watoto wake kwa pamoja. Hii ilikuwa ni siku ya birthday ya Zamaradi ambapo alikuwa anatimiza sasa miaka 40. So akamua miaka yake asherekee kwa namna ya kipekee na namna ya kitofauti kabisa. Akaichukua familia yake kwa pamoja na kwenda kupiga nao picha. Unaweza kuona watoto wake wote 4 wakiwa na baba yao pamoja na mama yao kwa pamoja. Of course ilikuwa ni siku nzuri sana kuishuhudia kwenye picha ambazo zimewahi kupigwa na mastaa hapa Bongo. Kwa hiyo inavutia sana kuona picha kama hizi za pamoja ambazo zinahusisha familia kwa ujumla. Zamaradi kafanana sana na watoto wake, hasa yule mtoto wa Ruge, lakini mtoto wa Ruge ndo kafanana zaidi na Ruge mwenyewe. Mtoto wa Ruge ni huyu mrefu mkubwa zaidi ya wote. So huyo ndo mtoto wa Ruge na Zamaradi ambaye anaonekana kuwa na akili sana, anapita kwenye malezi mazuri ya wazazi. So ukiachana na picha za Zamaradi na watoto wake ambao tumeitazama siku leo, picha nyingine ya ukumbusho zaidi ni picha ya Juksi pamoja na Priscilla, siku ambayo walikuwa na mtoto wao alivyokuja Bongo kwa mara ya kwanza. Unafahamu mtoto huyu alizaliwa nchini Canada, kwa hiyo alikuwa Canada kwa muda wa mwezi mmoja. So Juksi alikosa visa ya kwenda Canada kukaa kule, kwa hiyo ikabidi amsubirie mtoto hapa Tanzania. Kwa hiyo siku ambayo alifika Tanzania alimwandalia mazingira mazuri, nyumba ilipambwa na wakaamua kupiga picha ya pamoja ya ukumbusho. Unaweza kuona picha ilipata zaidi ya like 700. Ni kitu ambacho huwezi kukikuta kabisa kwenye posti za mastaa hapa Bongo. Lakini ukiachana na hiyo, picha nyingine ya ukumbusho ni picha ambayo alipiga kwenye 40 ya Prince Rakim iliyofanyika mwezi uliopita tu hapa. Mastaa wengi wa Bongo walihudhuria kwenye 40 hiyo, akiwemo Diamond Platnumz, Mario. So Jux na Priscilla wana picha nyingi kidogo za ukumbusho, lakini picha hii
hizi mbili namaanisha ndizo ambazo zinakaa kwenye ukumbusho kwa asilimia kubwa sana. Kuna hii ya kwanza, then kuna hii ya pili ambayo unaiona, na kuna hii ambayo ilikuwa ndio siku ya 40 yenyewe, sasa wakiwa wamemshika Prince Rakeem hapo chini. Kwa hiyo Jux, Priscilla na mtoto wao Prince Rakeem wameingia kwenye listi. Picha nyingine ambayo inaacha ukumbusho mkubwa sana kwa mastaa kwenye picha ambazo wamewahi kuzipiga ni picha ya Mario, Amara na Paula. Of course ni siku nyingi sana wamepiga picha, lakini hii picha ilikuwa ni kabla ya muonekano wa Paula haujaoneshwa rasmi kwenye mitandao ya kijamii. Hatujaiona sura yake. Unajua mastaa wengi waga wana taratibu mpaka mtoto afikishe mwaka mmoja ndo anamweka hadharani kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hii siku ilikuwa ni siku ya kipekee kabisa kuona familia imepiga picha ya pamoja, lakini Mario mwenyewe ana picha yake ya ukumbusho ambayo yuko chini kabisa. Hii ndio ilikuwa siku ya kwanza kabisa Amara anapostiwa kwa muonekano wa nyuma, lakini picha nyingine ndo Paula anaonekana sana akiwa na Amara. Kwa hiyo kiufupi Amara ndo anakaa sana na Paula kuliko Mario mwenyewe. Kwa hiyo picha ni ya ukumbusho sana, kama ambavyo tumeicheki hapo, inaingia kwenye orodha ya picha za muhimu zaidi za familia za mastaa. So ukiachana na hiyo picha ya Vanessa Mdee, watoto wake wawili pamoja na mume wake Rakeem wakiwa Marekani, of course ni miongoni mwa picha ambayo inaleta ukumbusho sana, na kuwekea hapa chini miongoni mwa picha ambayo ilipata like nyingi zaidi kwenye page ya Instagram ya Vanessa Mdee. Na uzuri zaidi watoto wote ni wa familia moja, lakini kitu ambacho kinafurahisha kwenye familia hii, wazazi wamegawana namna ambavyo watoto wanafanana nao. Huyu mtoto wa kike anafanana na baba yake, mtoto wa kiume anafanana na mama yake. Yani kila kitu, rangi, macho, mtoto wa kike kachukua macho ya baba yake, alafu wa kiume kachukua muonekano wa mama yake kwa asilimia kubwa sana. So unaweza kuona namna ambavyo wanapendeza wakiwa kwa pamoja, picha ambayo inaleta ukumbusho mkubwa sana wa familia. So baada ya kuwatazama Vanessa na Rotimi of course na watoto wao, picha ya mwisho ambayo tunaenda kuitazama ni picha ya Zari na watoto wake wawili Prince Niran pamoja na Tifa Dangote. Of course walikuwa wametoka zao kwenye vazi la kidini. Unajua inakuwa ni ukumbusho, lakini pia inakuwa kwenye hali ya kidini zaidi. Na kitu ambacho kinanivutia kutoka kwa Zari, watoto wanakuwa kwenye misingi ya dini sana. Nimeona walienda mpaka kuhiji. So ni kitu ambacho kinafurahisha kuona wazazi wanaweka watoto wao kwenye misingi mizuri kabisa. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa picha pia ambayo inahitaji ukumbusho sana kutoka kwa mastaa, na ni picha mwisho ambayo inafunga list yetu siku ya leo. Niambie picha ipi ambayo imekuvutia zaidi kati ya hizo ambazo nimekuonyesha kwenye list hii. Make sure na comment na unaacha like yako hapo chini.